Nitumie fursa hii pia kuwashukuru kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika mkutano wa baraza hili maalum la madiwani ambalo lengo lake ni kupitia taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2024-2025. Nasema asanteni sana sana. Baraza hili ni muhimu sana kwa maendeleo ya halmashauri ya wilaya ya Misenyi kwa sababu linatoa picha halisi na kuwezesha kila mdau kujua na kufuatilia shughuli za maendeleo zinazotekelezwa katika halmashauri yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza kwa kikao hiki kizuri ambacho kimepitia na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2024-2025 ili kuona mapungufu yaliyobainishwa kwa halmashauri yetu, jinsi yalivyoshughulikiwa na namna halmashauri ilivyojipanga kuondoa mapungufu hayo kwa kaguzi zijazo. Kwa hiyo niseme hongereni sana sana kwa kikao hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, imeelezwa kuwa halmashauri yako kuwa kwa hesabu ya mwaka 2024-2025 imepata hati safi ya hesabu zake. Niwapongeze kwa jitihada zenu mlizozifanya hata halmashauri yenu ikafanikiwa kupata hati hiyo safi. Hali hii inanipa matumaini kuwa fedha za serikali na miradi ya maendeleo iliyoelekezwa kwa mwaka wa fedha 2025 ilisimamiwa vema. Hongereni sana sana sana. Kupitia kikao hiki niwatake mboreshe udhibiti wa ndani ili kuhakikisha mapungufu yaliyobainishwa hayajirudii katika kaguzi zijazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo yatokanayo na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yapo mambo ya msingi ambayo ni muhimu mkayasimamia katika maeneo yenu kama ifuatavyo. La kwanza, ukusanyaji wa mapato ya ndani. Hadi kufikia tarehe ya 31 Mei 2026 halmashauri ilikuwa imekusanya jumla ya shilingi bilioni 10.9 ambayo ni sawa na asilimia 109.89 ya makisio ya mwaka. Naomba niwapongeze kwa juhudi mlizoweza katika kufanikisha hilo, na nasema hongereni na asanteni sana sana sana. Pamoja na pongezi hizo, ukusanyaji huu lakini bado inaonyesha kuwa halmashauri inao uwezo wa kukusanya zaidi ya tunachopanga kama tutafanya tathmini ya uzalishaji uzalishaji katika kila chanzo. Nawataka mboreshe usimamizi katika eneo hili na kuhakikisha tunakusanya mapato kulingana na hali halisi ili tuboreshe huduma zinazotolewa kwa jamii. La pili ni matumizi ya mfumo wa GEPG katika malipo ya huduma za afya. Serikali imeboresha udhibiti wa ukusanyaji wa mapato yatokanayo na malipo ya huduma za afya kwa kuanzisha mfumo wa control number kwenye malipo ya huduma za afya ili kuondoa matumizi ya fedha taslimu yaliyokuwa moja ya sababu ya upotevu wa mapato wa halmashauri. Mfumo huu umeonyesha kuwa na tija kwa kuongeza mapato yatokanayo na malipo ya huduma ya afya ikilinganishwa na malipo ya taslimu yaliyokuwa yanafanyika kwa vipindi vilivyopita. Kwa hivyo ni wataki waheshimiwa madiwani kwa sehemu ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu matumizi haya ya mfumo huu ili tuweze kuongeza mapato na kuwezesha uboreshaji wa huduma za afya, kwani fedha hizi kurejeshwa kwa ajili ya matumizi kwenye vituo husika. Tatu, utengaji na upelekaji wa fedha kulingana na sheria. Waheshimiwa madiwani, yapo maelekezo ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali yanayotegemea fedha za mapato ya ndani. Kwa mfano, asilimia 60 ambazo kweli zinatakiwa kwenda kwenye miradi ya maendeleo, kuna asilimia 10 kwenda kwenye mfuko wa mikopo katika vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, fedha za lishe kwa watoto wenye umri wa chini wa miaka 5. Kwa hiyo ni wajibu kutekeleza maelekezo yaliyotolewa na serikali. Hivyo naomba niwaombe kuhakikisha mnasimamia kwa kikamilifu utekelezaji wa maelekezo haya ili kuhakikisha ufanisi katika kutekeleza haya na kufikia malengo yanayokusudiwa na serikali.